Ndugu zangu UWT ambao ndo wenyeji wetu katika hili, naomba niseme tu machache. Kwanza, katika kongamano letu hili ambalo limebeba dhamira mbalimbali katika mada zilizowekwa, mojawapo ikiwepo ile ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, lakini tunayo swala ya bima ya afya kwa watu wote, lakini pia tunalo swala zima la ukatili wa kijinsia. Lakini dhamira nyingine pia ilikuwa ni swala zima la kukuza uongozi wa wanawake katika kuanzisha ngazi mbalimbali, kuanzia kwenye mashina mpaka matawi, kuanzia kwenye mashina mpaka taifa. Leo tuko ngazi ya wilaya. Najua huko chini mtakuwa mmefanya kazi yenu kama matawi, kama kata, mpaka leo tumekuja hapa katika ngazi ya wilaya, na baadaye na mengine yanaendelea. Haya yote ni katika kuhakikisha kwamba malengo tulionayo kama wanawake, malengo tulionayo kama msingi wa maendeleo au nguzo kuu ya maendeleo, yanapata nafasi ya kubadilishana mawazo, lakini ya kupeana uzoefu, ya kupeana elimu, ili tunapotoka hapo, ulivyoingia sivyo utakavyotoka. Hapo vipi? Hapo vipi? Tunaye jemedari wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wanawake, naomba niwape siri moja. Mkitaka mambo yenu yaende vizuri katika ngazi zozote, bila kuwa na uwakilishi wa wanawake tumekwama. Utakuwa na mwanamke kule juu, lakini huku chini kama mwanamke hayupo, mambo hayaendi. Nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahadi yake ndani ya siku 100 za uongozi wake, kuna mambo aliyokuwa ameyasema lazima yatendeke. Mojawapo ambalo sisi kama wanawake tunanufaika nalo ni swala la bima ya afya kwa wote. Na hili la bima ya afya kwa wote, msemaji atasema yake ya kitaalamu na namna ambavyo ipo, lakini mimi nitaongea yale ya jumla ambayo yanamgusa mwanamke. Limekwenda kugusa mwanamke katika hali yoyote aliyonayo. Afya ni mtaji. Usipokuwa na afya njema, wewe mambo yako hayawezi kwenda. Ni lazima kwanza uwe na mtaji wa wewe kuwa na afya njema, ili shughuli zingine ziweze kwenda. Mama ukiwa na afya, familia ina afya. Mama ukiwa na afya, tuna imani nchi ina afya, kwa maana ya kwamba wewe ndio nguzo ya maendeleo katika taifa letu. Kwa hiyo swala la msingi la bima ya afya kwa wote, ambalo UWT taifa chini ya kiongozi wetu Mama Mary Chatanda amebeba kama ajenda kuu ya wanawake katika taifa hili. Hapo vipi? Hapo vipi? Niwapongeze Nyamagana kwa sababu mmeichukua ajenda hii na leo mmedhihirisha kwa kuwepo hapa. Bima ya afya kwa wote ni mfumo ambao unalenga kuhakikisha kwamba kila mwanamke anapata huduma ya afya popote alipo, ambazo pia inazingatia hali halisi ya maisha alionayo, kwa sababu tutaambiwa mafungu jinsi yalivyo na namna. Ukiwa na bima ya afya, una uhakika wa afya yako kwa mwaka mzima. Hatuongei na Mungu kujua leo nitakuwa mzima, kesho nitakuwa dhaifu, leo nitakuwa na pesa, kesho sitakuwa na pesa. Ukishalipa pesa yako kwa ajili ya bima ya afya kwa mwaka, usilalamike kwamba nimelipa alafu sijaugua. Mshukuru Mungu umelipa na haujaugua, kwa sababu pesa ile unayoitoa sio kwamba ni wewe tu, umebeba jamii nyingine kubwa, kwa sababu si wote wanachangia na wote wanaugua. Unaweza ukalipa kila mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, na usiugue, usiache, kwa sababu ipo siku tu utaokoa maisha ya mtu mwingine. Ipo siku wewe huna kitu mfukoni, ukapata janga moja kubwa, ikakusaidia bima yako. Unaepusha katika masuala mengine ya kuuza rasilimali zako ili ukapate matibabu. Hayo yote Dr. Samia Suluhu Hassan ameyaona, na akaona kwamba ili tuwe na taifa endelevu, taifa lenye afya, taifa ambalo siku zote liko kazini, taifa ambalo linajali uchumi wa taifa hili kwa maana ya kufanya kazi wakiwa na afya, basi bima ya afya kwa wote imekuja ili kila mmoja aweze kushiriki. Niwaombe tu tukawe mabalozi kwa wenzetu ambao hasa wengine wanasema unapoteza hela yako bure. Tahadhari ambayo nataka kuitoa katika swala zima la elimu ya bima ya afya kwa wote na namna ambavyo tunatakiwa kwenda nayo.
Tusisubiri mpaka tuugue ndio tuingie kwenye bima ya afya. Ukisubiri ugue ndo ukate, kwanza hautapata matibabu hapo kwa hapo. Kuna taratibu mpaka ujiandikishe, sijui ufanyeje, unakuja kupata matibabu pengine labda baada ya mwezi mzima. Kwa hiyo wewe kata leo ukiwa na afya yako, usingoje kwamba una homa ndio unaanza kusema ngoja niende kwenye bima nikakate. Hapana. Kama tunavyojua wanawake, mgeni rasmi, kila tarehe 8 mwezi wa 3 wanawake tunajikumbusha na vikao vya Beijing ambavyo vilifanya maamuzi kutufikisha leo wanawake tuko kwenye vikao vya maamuzi, ambavyo vikao vile vimetupunguzia mfumo dume. Kwa hiyo kila mwaka mwezi wa 3 tarehe 8 huwa inafanyika kitaifa, kiulimwengu. Sisi wilaya ya Nyamagana tumesema tusinyamaze, tuitane, tusemilishane, tuelezane, tukumbushane. Hapa kila mmoja na wazo. Sasa yale mawazo badala ya kukaa nayo, tumeona tuje kwa pamoja ili tushirikishane. CCM oye! Oye! Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sherehe hizi kimkoa itafanyika kwenye wilaya unayotoka wewe, wilaya ya Ilemela. Nichukue fursa hii na kukutaarifu kwamba wanawake hawa na wengine walioko majumbani tutajitahidi kwa hali na mali kuungana na wenzetu wa Ilemela, wa Kwimba, wa Magu, wa Ukerewe, wa Misungwi, wa Sengerema ili tufanikishe sherehe hii kimkoa wa Mwanza. Na sherehe hizi zitakuwa kwenye viwanja vya Furahisha. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.